Kwamba viongozi wa ODM katika kaunti ya Nyandarua wanatoa wito wa umoja ndani ya chama, wakisema kuwa chama hicho hakijakubaliana na mwelekeo wake ifikapo mwaka 2027. Wakizungumza na TV47 katika kikao maalum Olkalau, mwenyekiti wa chama hicho tawi la Nyandarua Dickson Manyara Mwangi anasema kuwa msimamo wa chama utatolewa tu baada ya mkutano wa NDCE utakao tarajiwa kufanyika hivi karibuni. Sasa tunajiunga naye mwandishi wetu wa habari Laban Muhinda tujuze mengi zaidi. Naam, shukran sana. Na huku kukizidi kushuhudiwa mivutano ndani ya chama cha ODM katika matukio ya kaunti ya Nyandarua hii leo, viongozi wa chama hicho tawi la Nyandarua wameitisha vikao na wanahabari ili kuzungumzia mwelekeo wa chama hicho ifikapo mwaka 2027. Kwa sasa wacha tujiunge na baadhi ya viongozi hao tusikie wana yepi ya kusema. Karibu ndani ya TV47 tueleze mwelekeo wa chama ni upi, na nyinyi kama viongozi wa chama hicho Nyandarua, kwa nini umeitisha kikao hiki? Majina yangu ni Dickson Manyara Mwangi, mwenyekiti wa chama cha ODM kaunti ya Nyandarua. Ningependa kusema kulingana na vile nchi inaelekea uchaguzi wa 2027, mwelekeo wa chama cha ODM uko na maoni tofauti. Tuko na kundi mbili. Kuna kundi linaongozwa na Ruto ambayo linasema lazima tukimbie kwa Ruto hata kama ni kesho, na kuna lile kundi ambayo ndio ODM wenyewe, wale wanapenda hisia za baba na wale wanataka kuweka chama cha baba vile baba alikiacha wakati alituacha. Na ni kwamba sisi wote tunapanga mipango ya kuweka chama nguvu na kutafuta mwelekeo au njia moja ya kuelewana, ndio tukaribiane na tuone na maoni ambayo inalingana tukielekea kwa uchaguzi. Kwa hivyo kikao cha leo tunaona kuwa mmeitisha vyombo vya habari. Kikao cha leo haswa malengo yake ni nini? Kikao cha leo ya viongozi wa Nyandarua na wanahabari ni kuongea mambo ya wafuasi wa ODM Nyandarua. Maoni yao ni yapi? Mwelekeo gani wangetaka ufuatwe? Ni vipi wangetaka chama chao kiwekwe nguvu na kiwe tayari kupigania uchaguzi 2027 na kuunda serikali inayotarajiwa 2027? Nyinyi kama viongozi, mikakati gani ambayo mmeweka ili kuimarisha chama cha ODM wakati kama huu ambapo chama chenyewe kinakumbwa na misukosuko? Ile mikakati tumeweka ya muhimu ya kwamba ni kuitisha uwiano kati ya viongozi wa chama. Tungependa hata kama huyu ana maoni tofauti na mwingine ana maoni tofauti, tuache kuwa na migawanyiko mikali ambayo inaweza uwa chama. Tunataka watu waelewane, hata kama maoni ni tofauti, huyu anaona tukimbie, mwingine anaona tuende polepole. Mipango yetu kama viongozi ni kufuata sheria ya chama, ambapo sasa yale mambo mengine itafuata kulingana na sheria. Kwa mfano, tuko na NDC ambayo lazima ifanywe kwa sababu ODM ilikuwa na uchaguzi wa grassroots, haikukamilika, ilifika county level. Tunataka iende national kabla chochote hakijafanywa, ndio tupate wale viongozi ambao wanachama wa ODM watapea jukumu ya kwenda kunegotiate coalition ama kuunda uchaguzi vile tutaenda. Asante. Na baba, ukisongea tu hapa tueleze majina yako na wewe ni nani katika chama cha ODM na wito wako ni upi hususan wakati huu ambapo chama kinakumbwa na mivutano? Kwa majina ni George Gishaya Kenete ambaye ndio mwenye pesa Nyandarua County, nasimamia Nyandarua County kiti ya treasurer. Na maoni yangu katika hii chama, kwa vile mimi naona kumekuwa na mgawanyiko ya viongozi wetu tangu baba atuache. Sasa ningeona na mimi naonelea na ningependelea kuwe na kikao ambaye hii maoni ya kila mtu isikizwe na tufikia uamuzi ule unafaa, ambaye hatuwezi kugawanya hii chama, sababu hii chama yetu tumeiamini tangu tujiunge na hii chama. Tulikuwa tunaonelea baba alitupeleka vizuri na alikuwa akitetea wananchi wote kwa jumla bila kupagua huyu ni kutoka wapi, huyu ni kutoka wapi. Alikuwa ameshikanisha wananchi wote, hata Kikuyu, Wakamba, Wagiriama, Wajaruo wote walikuwa kwa hii chama. Na tangu mzee atuache sasa tunaona sasa kumekuwa na mgawanyiko wa viongozi, na mimi naonelea ni wale tu wanataka
wanajipendekeza kwao. Sasa maoni yetu kama wananyandarua, tungeomba viongozi wote wawe na kikao, wasuluhishe tofauti zao ili chama yetu iendelee kuwa na nguvu kama vile baba aliwacha. Asante. Na kama vile ambavyo umesikia, hayo ni maoni ya mwenyekiti wa chama cha ODM tawi la Nyandarua, vile vile mweka hazina wa chama hicho tawi la Nyandarua, akisema kuwa kwa sasa chama bado hakijapeana mwelekeo, na mwelekeo utatolewa tu wakati mkutano wa NDC utakapofanyika. Hivyo wanaomba wafuasi, vile vile viongozi au wanasiasa kuweza kuhakikisha kuwa umoja umedumu ndani ya chama cha ODM. Nikiripotia TV47 nikiwa katika kaunti ya Nyandarua, jina langu Laban Muhinda. Asante sana Laban Muhinda ukiwa katika kaunti ya Nyandarua, na tukielekea